Naam, mwanamichezo, karibu, ikiwa ni siku nyingine tena, siku ambayo imeenda kuzua mijadala mizito zaidi kwa kile ambacho kimeenda kutokea katika dabi ya Kariakoo iliyokutanisha Dar es Salaam Young Africans dhidi ya Simba Sports Club katika siku ya jana, mchezo ambao umeenda kuamuliwa na ubora wa timu zote mbili, binafsi yangu mimi, lakini haswa zaidi kitu ambacho tunaenda kukitazama ni goli ambalo lilienda kufungwa na Selemani Mwalimu Gomez, lakini ikaenda kuona mwamuzi Kasim Mpanga akisimama vyema kabisa kwenye line na kwenda kuonyesha na kuthibitisha kana kwamba haikuwa offside. Kwa upande wako George Masubo anaenda kutugeia tathmini ambayo imeenda kuonekana katika siku ya jana. Je, lilikuwa ni goli au halikuwa goli? Maamuzi ya Kibendera yalikuwa ni sahihi katika tukio lile katika siku ya jana, au uliona kuna kitu chochote cha tofauti? Namna ambavyo umetazama tukio, kama ambavyo unatazama kwenye picha, namna ambavyo unatazama mwamuzi Kasim Mpanga akienda kuwini kwenye situation ya kana kwamba lilikuwa sio goli kwa sababu ya offside. George Masubo. Bana, yes, yani kwanza kabisa kwa kukujibu swali lako ni kwamba tutazame tukio au movement nzima ya iliyokwenda kuzalisha lile bao ambalo mwamuzi alikuja kulikataa. Binafsi mpaka kesho nitakataa kwamba ile ilikuwa ni onside position ya Selemani Mwalimu. Lile ilikuwa ni bao la offside. Mpaka kesho nitakataa. Kwa wao ambao wanaamini kwamba lile ilikuwa ni onside position, wao watupe fakti, lakini mimi nitakupa fakti. Kama ukienda kutazama kwa utulivu sana bao ambalo limefungwa na Selemani Mwalimu, utakuja kugundua Selemani Mwalimu alizidi sehemu ya mguu wake. Ukipiga, bahati mbaya zaidi ligi yetu haina VAR technology. Ingekuwa kuna VAR technology, nadhani zingekuja kuthibitisha haya maneno ambayo nazungumza kwamba Selemani Mwalimu alikuwa katika offside position. Amenaswa katika mtego wa kuotea, lakini ni katika sentimita chache mno ambazo zinakwenda kuihukumu ile nafasi ya Simba kuwa offside position, kwa sababu ukipima kwenye mstari ulionyooka, nadhani watu wengi kama wanatazama game za Ulaya, basi ingekuwa hivyo watu wengi wangekuwa wanafungwa Ulaya kwa aina ya maeneo kama yale ambayo alikuwa Selemani Mwalimu. Lakini magoli mengi Ulaya yanakataliwa, unakuta mtu sehemu ndogo tu amezidi. Na of course ukimtazama kwa umakini, ukitazama pasipo kutumia hisia za kishabiki, utakuja kugundua kwamba Selemani Mwalimu alizidi mguu kumzidi Bakari Nondo Mwamnyeto ambaye alikuwa mwishoni. Lakini kabla ya kufika kuzidi Selemani Mwalimu, tayari ule mpira wakati movement inaanza kutoka kwa Ino Luemba ilipigwa kwenda kwa Selemani Mwalimu, wakati anaweka mpira kwenye chest ulienda ukamgusa kwenye mkono, kitu ambacho ulitazama hata baada ya lile bao Jigi Diara anakwenda kulalamika kwa lineman Kasim Mpanga kana kwamba alianza kuushika mpira Selemani Mwalimu kabla ya kuendelea na movement ambayo baadaye alikuja akascore, kwa sababu alipewa pasi ambayo ilikuwa ni chipping pass kwenda kwake, akaweka mpira gambani. Baada ya ule mpira ukatua mkononi, then ukatua chini. Ulivyotua chini akafanya clearance Bakari Nondo Mwamnyeto akautoa nje. Kama anataka kuutoa, baada ya kuutoa ndipo ambao walikuja kuunasa na movement ikaendelea kutoka kwa Anseti Aula. Labda kukumalizia George Masubo, kwa namna ambavyo tumetazama tathmini hiyo na umeenda kumzungumzia muamuzi, lakini nyakati ambazo goalkeeper da Young Africans anaenda kulalamika kwa muamuzi, tulienda kushuhudia tayari ilikuwa ni maamuzi ambayo ameshaenda kuyaonyesha kwa usahihi kana kwamba kuna tukio ambalo limeweza kutokea. Naweza nikasema pia malalamiko ya goalkeeper da Young Africans binafsi yangu hayakuwa sahihi, japo ya kwamba tempo ya mchezo ndio ambayo ilienda kusababisha vile. Tumalizie kwa kuangazia zaidi, ukimtazama muamuzi ambaye alisimama katikati ya uwanja, unaenda kumpatia asilimia ngapi katika mchezo wa siku ya jana? Lakini pia ukitazama Kibendera nambari 1 na nambari 2, unaenda kuwagaia asilimia ngapi katika mchezo wa siku ya jana, dabi ya Kariakoo? Kama kuna binadamu ambao wamewahi kufanya kazi chini ya pressure kubwa zaidi duniani, naweza nikawataja Nasoro Mwinchui na waamuzi wasaidizi wa pembeni akiwemo Kasim Mpanga. Kwa nini? Haiwezekani kwenye mchezo ambao una pressure kubwa, viongozi kabla ya mchezo, rais wa shirikisho la mpira wa miguu ndio kwa kauli yake inanukuu, alizungumza kwamba atakaye fanya makosa kwenye mchezo wa dabi ya Kariakoo atafunguliwa mashtaka na ikiwezekana atapelekwa jela kwa kuharibu mchezo wa dabi ya Kariakoo. Tayari sentesi ile ambayo aliitoa rais wa shirikisho ilikuwa ni sentesi nzito mno kwa waamuzi.
Kama sio uzalendo, angekuwa ni mtu ambaye ni muoga, anajua pressure kubwa ya mchezo, angeweza kukataa kuendelea kwenda kuchezesha mchezo. Asilimia ngapi unawagaia? Naweza nikampa 90% wamechezesha fair, wamechezesha mchezo kwa 90% katika pressure nzuri, na wameweza kumaintain kile ambacho game ilikuwa inahitaji. Vinavyobaki ni yale matukio madogo madogo, hata yale ya kibinadamu hayakuwepo. Kuna watu watazungumza kwamba refa alizidiwa na kasi ya mchezo, lakini to me naona wamefanya kazi kutokana kwamba tayari walikuwa na shinikizo kubwa, lakini wamejitahidi kutekeleza zile sheria 17 za mpira wa miguu.